Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3. Utasoma 3, 4 na 5. Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3 na utalisomea wa 4 na wa 5. Unasema Ndiyo. Kwa maana maonyo yenu siyo ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana Injili, hivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu aliyetupima mioyo yetu. Verse 5. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote kama mjuavyo, wala maneno ya juu ya kuficha choyo. Mungu ni shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajaribiwa mioyo, maana Paulo anasema ya kwamba tulijaribiwa na ikagundulika kweli hao watu wako na uwezo ya kwamba wakaweze kueneza Injili. Kwa hivyo wakati mitume waliweza kupewa hii Injili, nao waliweza kuipeleka hivyo hivyo. Maana jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu aliweza kuwajaribu. Na ndio maana anamaliza akisema kwamba hawangeweza kueneza maneno ikiwa juu juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani ya Mkristo unajaribiwa, alafu Mwenyezi Mungu aone kana kwamba unaweza ukafanya kazi yake, anakupea kazi ili uweze ukaeneze. Na sasa jukumu, kama umepewa jukumu na Mwenyezi Mungu uweze kueneza Injili, je, inakupasa uweze kupeleka maneno ya juu juu? Unastahili? Kwa sababu umejaribiwa na Mwenyezi Mungu. Umejaribiwa na Mwenyezi Mungu akakuamini na akaona ya kwamba wewe uko na uwezo wa kupeleka ujumbe. Sasa ujumbe ambao unapewa unaweza kuipeleka ikiwa juu juu kweli, ama utaenda kwa undani? Lakini siku ya leo si watu wanataka wapelekewe ujumbe wa juu juu. Na ndiyo maana kitabu cha Isaya anasema hivi katika Isaya 30 mstari wa 9, watu wa leo wa 9 nasema, kwa maana watu hawa ni watu wasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Kwa hivyo kumbe watu ambao wataki kusikia sheria ya Bwana ndio wanataka waambiwe maneno ya juu juu. Kumbe watu ambao wameasi mambo yake Mwenyezi Mungu ndio wanataka kuambiwa maneno ya juu juu. Lakini hii ndio ilikuwa kazi ya mitume. Mitume walikuwa wanapeleka ujumbe ukiwa juu juu? Hapana. Maana mitume walikuwa wanapeleka huo ujumbe ukiwa hivyo hivyo. Sasa ikiwa mitume walipeleka ujumbe kwa sababu walijaribiwa na ikaonekana kweli wanafaa katika ujumbe, wakati walijaribiwa na ikaonekana hakika wanastahili, sasa wakaanza kueneza ujumbe. Na sisi siku ya leo si tunastahili kuiga mifano huo? Sasa ukisoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 20, fungu ambalo tumelizoea sana, tumejengwa kwa mitume na manabii, Yesu Kristo akiwa ndiye jiwe kuu la pembeni. Waefeso 2 mstari wa 20 inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Ikiwa Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni, hivyo ni kumaanisha tunastahili, ikiwa ni hakika tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Sasa tutakuwa tunaenda polepole, tujue mitume, kwa nini tunajengwa kwa nini ya mitume, na kwa nini tunajengwa katika manabii, na Yesu Kristo anakuwa ndiye jiwe la pembeni. Na ikiwa iko hivyo, basi kuna uwezekano wa kwamba, ama tunastahili kujua kwamba ile imani ambayo tulikuwa tumewekewa tayari, ile kibali ambayo tuliweza kupewa ili kueneza ile Injili ambayo ilikuwa imeweza kujengwa kwa manabii, mitume, Yesu Kristo akiwa jiwe la pembeni, hivyo ni kumaanisha hakuna imani nyingine ambayo inaweza kukuja tena.
Na ndiyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza inasema hivi, ukisoma Wakorintho wa kwanza 3:11. Nasema Wakorintho wa kwanza 3:11. Maana ndiyo msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kwa hivyo hakuna msingi mwingine, si ni kweli? Kwa hivyo msingi ingine hakuna isipokuwa tu ile Injili ambayo tulikuwa tumepewa amana kutoka kwake Mwenyezi Mungu, mitume waweze kuipeleka, manabii waliweza kuipeleka, Yesu Kristo aliweza kuhubiri huo Injili. Kwa hivyo iko na maana kwamba na sisi tunastahili kupata hiyo muhuri ya Mwenyezi Mungu ili kuweza kupeleka huo ujumbe. Ndio tuweze kupeleka huo ujumbe wa Mwenyezi Mungu, tunastahili muhuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunastahili muhuri. Muhuri ni gani? Katika kitabu cha Timotheo wa pili 2:19. Timotheo wa pili 2:19. Maana tunastahili tukue na muhuri kwanza. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 2:19. 19 inasema ndiyo. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Kwa hivyo jambo la kwanza ni msingi la Mungu imesimama. Wenye muhuri hii ndiyo Bwana awajua walio wake. Hiyo ni muhuri ya kwanza. Na tena kila alitajaye jina la Bwana kwa uchache au acha nirudie. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Wenye muhuri hii Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba msingi wa Mungu ulio imara umefanya nini? Umesimamishwa. Wenye muhuri. Sasa muhuri ndiyo hii. Bwana ndiye Bwana kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Jambo la kwanza, hata kabla hujataja jina, muhuri inasema kwamba Bwana anajua watu ambao ni wake. Sio ndio muhuri? Inasema hivi, Bwana anajua watu ambao ni wake. Naye kila mtu. Kwa hivyo ukianza kutaja jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza ndio ukubaliwe kutaja jina la Yesu Kristo, unafaa kufanya nini? Kuacha uovu. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza watu wanastahili kufanya. Hiyo ndio muhuri ambao mtu ambaye amejaribiwa na Mwenyezi Mungu akakubalika kuweza kufanya kazi yake, hiyo ni muhuri Mungu anakuwekea ili uweze kuacha uovu. Wakati umeacha uovu wake, naye Mungu anakutumia kama chombo chake ili uweze kueneza Injili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa turudi kwa mitume. Tulisema tumejengwa kwa mitume, manabii, Yesu akiwa jiwe la pembeni. Mitume si walipitia majaribu, walijaribiwa. Mitume walijaribiwa, manabii walijaribiwa, Yesu Kristo alijaribiwa, na sisi ndio tutapita bila kujaribiwa. Si unaona? Kwa hivyo mtindo ni ule, lazima tupitie katika majaribu. Lazima tupitie katika majaribu. Na majaribu ambayo tunapitia, unajua tukiongea mambo na majaribu, watu wengine wanafikiria mambo tofauti. Tunaposema mambo na majaribu, mtu anaweza fikiria ati majaribu ni hivi. Majaribu ambayo mitume, manabii na Yesu Kristo aliweza kuyapitia yalikuwa majaribu magumu. Na yalikuwa majaribu magumu kwa sababu ya imani ambao walikuwa wameshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Imani ambao waliweza kushikilia nilifanya wapitie majaribu. Wengine walidhihakiwa, wengine walipelekwa gerezani, wengine waliuawa, wengine walichomwa,
na Yesu Kristo akasulubiwa, nayo sisi tunastahili kupitia hivyo hivyo. Na ndio maana Yesu Kristo alituambia kwamba tujitayarishe, maana itafika wakati tutapelekwa kwenye gerezani. Na tutapelekwa wapi? Utapelekwa kwa Council of Churches, upelekwe kwa masinagogi, si ni hivyo? Sasa kama Yesu Kristo anasema tutapelekwa kwenye masinagogi, hivyo ni kumaanisha hatuna ushirika na masinagogi, siko hivyo? Ikiwa Yesu anasema kwamba tutapelekwa kwenye masinagogi, basi inamaanisha hatuna ushirika na masinagogi na tutapelekwa mpaka gerezani. Sasa hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Sasa wacha tuangalie mtume wa kwanza, Matendo ya Mitume 5:27. Wakati alijaribiwa, wakati aliweza kujaribiwa, mitume walifanyiwa nini? Nasema walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mnaijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Hiyo ilikuwa misingi ya mitume. Unasikia, misingi ya mitume ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo, na wanaambiwa, wanapelekwa magerezani na wanaambiwa, je, kwani ili jambo hatukuwa tumewaambia kwamba hamfai kufanya hivyo? Hatukuambia ya kwamba mnastahili kuhubiri kwa kutaja jina la Yesu Kristo? Unaona msingi wa mitume. Kwa hivyo msingi wa mitume ilikuwa ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo, na siliweza kukataliwa. Maana kama walipelekwa na wakaulizwa, kwa nini mnahubiri kupitia kwa hilo jina, na wanasema unataka damu ya huyo mtu. Damu ya huyo mtu ilikuwa damu ya nani? Damu ya Yesu Kristo. Unataka hiyo damu ikuje juu yetu, kwa sababu mnahubiri injili ya huyo mtu ambaye tuliweza kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Mnataka damu ya hiyo Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ambayo tuliweza kumuua, nayo nyinyi mnaendelea kuieneza injili ya huyo Yesu Kristo. Sasa imani ya wanafunzi wa Yesu ilikuwa wapi? Endelea na hiyo andiko. Nasema Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hiyo ni msingi wa nani? Msingi wa mitume. Kwa hivyo mitume wanajua ya kwamba tunastahili kutii nani? Mungu, na ila sio mwanadamu. Hiyo ni msingi moja ya mitume. Hiyo ni msingi moja ya mitume. Msingi wa pili ya mitume katika kitabu cha Warumi 10:9. Kitabu cha Warumi 10:9. Nasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, ataokoka. Sasa hiyo ni msingi ya mitume, na hiyo ndio msingi ambao tunastahili tukue nayo siku ya leo. Mitume walikataliwa wasiweze kuenda kueneza injili wakitaja jina la Yesu Kristo, nao wakaweza kuendelea, wakapelekwa magerezani, wengine wakauawa, lakini bado wakabaki na msimamo ya kueneza injili ya Yesu Kristo. Nayo wako na imani ama wako na msingi ambao unasema ya kwamba ukikiri Yesu Kristo kama yeye ni mwana wa Mungu, hiyo ni jambo ambalo siku ya leo hiyo misingi ni kama kuna watu wanataka kuiondoa. Unastahili kukiri Yesu Kristo kama ni mwana wa Mungu, na ya kwamba Mungu mwenyewe aliweza kumfufua, huyo mtu ataweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyo mtu ataweza kuokoka ukikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ni mwana wa Mungu, na ya kwamba Mungu aliweza kumfufua katika wafu.
hiyo ni injili ya mitume ambao walikuwa nayo. Kwa hivyo mitume, ukiangalia mambo kama hayo, ulipata mitume walibaki wakiwa na imara katika ile amana ya injili ambayo waliweza kupewa na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ukisoma kitabu cha barua ya pili, Wakorintho wa pili 4 mstari wa 2. Nasema Wakorintho wa pili 4 mstari wa 2 nasema aje? Lakini tumekataa mambo ya aibu yasiyosikilika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Kwa hivyo hiyo ni msingi ya mitume. Mitume wanasema ya kwamba kama vile walivyopata injili, nao wanahubiri ikiwa hivyo hivyo, hata ijapokuwa itaudhi mtu. Maana watu wakihubiriwa ukweli wanaona kana kwamba wanaudhiwa. Lakini msingi wa mtume, baada ya kujaribiwa na Mwenyezi Mungu, aliwapea amana na akahakikisha kwamba wataweza kueneza huo injili. Maana alikuwa mwapima mioyo na akajua hakika wanaweza. Kwa hivyo na hao hawakuweza kuchanganya ukweli na uongo. Wacha tuangalie msingi wa manabii. Msingi wa manabii, si tumeangalia msingi wa mitume. Tuangalia msingi wa manabii ama misingi wa manabii. Misingi ni misingi ya ama ni wa? Misingi ya manabii. Misingi ya manabii ilikuwa hivi. Ukisoma nabii moja, soma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 17. Nasema, Kisha Sauli akamwambia Daudi, Tazama, Mfalme wa kwanza 18 verse 17. Soma. Kisha Sauli akamwambia Daudi, tazama, binti yangu mkubwa. Hiyo sio Mfalme wa kwanza. Ndio. Mfalme wa kwanza, First Kings 18 verse 17. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mstaabishaji wa Israeli? Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaya. Sasa unasikia? Kwa hivyo msingi wa manabii, Elijah anaitwa na Ahabu, anamwambia kwamba unajua wewe ndio unataabisha nchi ya Israeli. Elijah anamwambia sio mimi nataabisha nchi ya Israeli, lakini ni wewe. Sasa tuone hii taabu inakuja kwa sababu gani? Kwa nini Elijah anaambia Ahabu ya kwamba yeye ndiye anataabisha nchi ya Israeli? Sababu yeye amewatoa kwa Mungu, amewapeleka kwa Baali. Na ndio maana anamwambia ni wewe, kwa sababu umeacha amri za Mungu. Si unaona? Kwa hivyo mtu yeyote anapoacha amri za Mungu analeta mafundisho gani? Ya Baali. Kwa hivyo mtu yeyote akikosa kwenda na amri za Mungu, kuna uwezekano ya kwamba wewe uko Baali. Wakati wote utaweza kupata ya kwamba mtu ameacha amri hata moja ya Mungu, mafundisho ambayo yako pale ni ya mabaali na sio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, utaweza kuwa na imani hiyo tutaweza kuendeleza hiyo imani ambayo Nabii Eliya alikuwa nayo? Utaweza kuambia mtu hivi, wewe acha kuvunja amri za Mungu na urudie katika amri za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo
manabii. Nabii Eliya kumbe hata yeye alikuwa anajua kwamba amri za Mungu ndizo vigezo ya kuweza kupeleka watu katika uzima wa milele. Sasa nataka tusome kitabu moja